الحمد لله الرحمن الغفار مقلب القلوب والأبصار عالم الجهر والأسرار أحمده حمدا دائما بالعشي والإبكار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا نبيه المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الجديرين بالتعظيم والإكبار صلاة دائمة باقية بقاء الليل والنهار. عباد الله, وجه الله سبحانه وتعالى ahimidiwe na ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala, sifa kamilifu na njema ni zake yeye Allah. Sala na salamu zimwendee kiongozi wa umma Mtume Muhammad, yeye na ahli zake na sahaba zake na wote ambao watakaofuatana na mwenendo wake hadi siku ya mwisho. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu miongoni mwao kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametuwezesha kudiriki nyingine wiki moja baada ya mwezi wa Ramadhani. Yote haya ni taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya ni fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa katika maisha yetu, kwa sababu mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambua namna Allah subhanahu wa ta'ala anavyozidi kukupa uhai, anazidi kukupa nafasi ya maisha. Ni fursa mpya ambayo imekuja kwenye maisha yako ya kurejea kwa Allah, na kama umekuwa umejikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hatua, basi ongeza hatua nyingine, na kama umekuwa bado hujajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wajibu wako kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Tupo baada ya mwezi wa Ramadhani, tumeumaliza kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa wasia mkubwa sana ambao umeanzia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni wasia wa mja kuweza kuendelea kuyafanya matendo mema na mazuri hata baada ya zile nyakati ambazo Allah alizitukuza na kuzipa nafasi iliyokuwa bora. Waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, muwe ni wenye kuwa na msimamo kwenye uchamungu wenu, muwe na msimamo kwenye imani zenu. Msimamo ni kitu kikubwa, mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alistiqamatu a'zamu karama, hakika istiqama, msimamo, hakika ni karama kubwa ambayo mwanadamu anakuwa yuko nayo kwenye maisha yake. Wa hiya min a'zami ni'amillahi ta'ala 'ala al-'abd, na pia vile vile ni miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anamneemesha mja wake. Mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, jitahidi kuwa na msimamo kwenye imani yako, kuwa na msimamo kwenye dini yako, na uzidi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukuwezesha katika hilo. Pindi ambapo Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi alimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kuhusu jambo ambalo hawezi akamuuliza yoyote baada yake, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamjibu Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi akamwambia, qul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, kisha uwe na msimamo kwenye imani yako. Ni wengi ambao tunadai imani kwa midomo yetu, ni wengi ambao tunadai imani, tunadai Uislamu. Sisi ni Waislamu, sisi tumemwamini Allah, tumemwamini mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallama, lakini kwenye nyoyo zetu hatuna imani. Tunadai imani kwa ndimi zetu, tunatamka sisi ni waaminifu, tumemwamini Allah, tumemwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, lakini kwenye matendo yetu, kwenye nyoyo zetu hakuna msimamo. Nyoyo zetu ziko mbali na imani, nyoyo zetu ziko mbali na ule Uislamu sahihi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anataka mja kuwa nao.
Waqala Allahu ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala akimwamuru Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, na akiwaamrisha pia waaminifu ambao wamekubali utume wa Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallama. Allah akasema fastaqim kama umirta, anamwambia ewe Muhammadi, kuwa na msimamo kama ulivyoamrishwa, kuwa na msimamo kama namna nilivyokuamrisha. Waman taba ma'aka, pamoja na wale ambao walioamini pamoja nawe, wale ambao ni waaminifu, wale ambao wanadai kuwa wanakufuata wewe, wanakubali ujumbe ambao umekuja nao kutoka kwa Allah. Kuweni na msimamo, wewe mtume pamoja na wale ambao wanaokuamini, wote muwe na msimamo katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala tatrau, na wala msije mkakengeuka mkakwenda kinyume na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu bima ta'maluna basir, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anayaona yale ambayo mnayoyafanya, yote ambayo mnayoyatekeleza Allah subhanahu wa ta'ala anakuoneni. Kwa hiyo waja wa Allah, jitahidini muwe na msimamo katika dini ya Allah. Waqala subhanahu wa ta'ala, na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea hali ya waaminifu pale ambapo itakapofikia nyakati zao za mwisho, wakati wake wa mwisho wa kuondoka kutoka katika huu ulimwengu, kutoka katika hii dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika wale ambao waliosema Mola wetu ni Allah, waliokiri kwa ndimi zao, wakatamka wakasema tumemwamini Allah, tumemwamini Rabbul Izzati wal Jalal, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo. Wamemwamini Allah kisha wakawa na msimamo. Mja wa Allah, unaweza ukaamini wewe na ukadai ya kuwa umeamini, lakini maadamu huna msimamo, imani yako itakuwa ni legelege, itakuwa haina nafasi, mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah anaelezea hali ya wale ambao ni wacha Mungu, ambao wamemwamini yeye Allah kisha wakawa na msimamo. Allah akasema tatanazzalu alayhimul malaika, ikifika wakati wa kuondoka kwao, malaika watakuwa wanawateremkia, wakiwaambia alla takhafu wala tahzanu, msiwe na hofu, msiogope, yale ambayo mnayaelekea ndani yake ni mazuri, msiwe na uoga wowote, mnapoelekea ni pazuri. Wala tahzanu, na wala msiwe na huzuni kwa yale ambayo mnayaacha duniani. Wale ambao ni wacha Mungu, walimwamini Allah na wakawa na msimamo kwenye imani zao, hawa ikifika wakati wao wa kuondoka, wataondolewa hofu wa yale maisha ambayo wanaelekea kuyaishi baada ya kuondoka kwao, na pia vile vile watawekwa utulivu, wasiwe na huzuni kwa vile ambavyo walivyoviacha nyuma, wasiwe na huzuni yoyote. Ndio maana wacha Mungu wakati wa kufa kwao, wakati wa kuondoka kwao, hakuna huzuni ya kuhuzunika eti sijui mali zangu, sijui watoto wangu, sijui nani. La, waaminifu hawana hiyo huzuni. Watateremka malaika khaswa kuja kuwatuliza, usiwe na huzuni. Yaliyobaki nyuma yako ni mazuri na yaliyo mbele yako ni mazuri, usiwe na huzuni hata moja. Allah anaitoa hii ahadi, anaitoa kwa wale ambao ni wacha Mungu, ambao ikifika wakati wao wa kuondoka ndio watapewa bishara kama hizi, bishara zilizokuwa njema. Tayari mtu ameshaona anapoelekea, tayari mtu hana wasiwasi wa yale ambayo anayoyaacha katika maisha yake ya dunia. Huu ni mcha Mungu, huu ni mwaminifu. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama siku moja imempitia jeneza, akawaambia masahaba, mustarihun, amepumzika huyo. Kwa nini amepumzika? Hadha abdun mu'minun, huyu ni mcha Mungu, alikuwa mcha Mungu kwenye maisha yake, wakati wa uhai wake alikuwa ni mcha Mungu. Sasa kwa hiyo amefariki huyo, istaraha min nasabi dunya wa athaha, amestarehe, amepumzika kutokamana na shida za dunia na maudhi ambayo yaliyopo duniani, amepumzika. Waja wa Allah, ukitaka uwe miongoni mwa wenye kupumzika, yafanye matendo yaliyokuwa mema. Ukitaka uwe miongoni mwa wenye kupumzika baada ya kufa kwako, uwe mwenye kumwamini Allah na uwe na msimamo kwenye imani yako. Hivi tumeumaliza mwezi wa Ramadhani, kuna watu ambao msikitini hutowaona tena.
walimwamini Allah ndani ya Ramadhani, msimamo umewashinda, wameshindwa kusimama kwenye imani zao, wameshindwa kusimama pale ambapo Allah ametaka wasimame, wameshindwa, tayari wameacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aliisoma hii aya, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akaisoma hii aya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Alipoisoma hii aya, yupo kwenye mimbar, akawaambia istaqamu lillah, hawa ambao Allah amewataja kuwa watapewa bishara njema wakati wa kufa kwao ni watu ambao istaqamu lillahi bi ta'atihi, walikuwa na msimamo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakitekeleza yale ambayo Allah aliwaamuru kuyatekeleza, wakiwa ni watiifu. Allah alikuamuru kuswali ndani ya Ramadhani na akakuamuru pia vile vile kuswali nje ya Ramadhani. Hawa ndio wacha Mungu ambao watakaoyatekeleza haya, ambao watakuwa ni waaminifu, walimwamini Allah na wakawa na msimamo kwa yale ambayo Allah aliwaamuru kuyafanya, wakawa ni watiifu kwa yale ambayo Allah aliwaamuru kuyatekeleza. Walam yaruhu rawhana thalab, na wala hawakufanya ujanja kama ujanja wa mbwa mwitu, hawakufanya ujanja. Kuna watu ambao wanafanya ibada za ujanja ndani ya Ramadhani, ndio unamuona, kinyume na Ramadhani hayupo. Utawaona kuna watu ambao wanaacha uongo ndani ya Ramadhani ikiondoka uongo anaendelea kama kawaida. Utamwona mtu anaacha zina ndani ya Ramadhani ikiondoka anaendelea kwenye uzinzi wake. Mtu ni mwizi, baada ya Ramadhani anaendelea kwenye wizi wake. Hivi tunazungumza, Ramadhani tayari imeshaondoka. Kuna watu ambao wamesharudia kwenye maasi yao. Kuna watu ambao Ramadhani ilikuwa ni kama vile kustop tu, sio kuacha, hawajaacha, hapana, wamestop kidogo, alafu baadaye wanaendelea na maasi yao. Yale malengo ambayo Allah aliyakusudia la'allakum tattaqun yako wapi? Malengo ya saumu ni ili muwe wacha Mungu, na huyo ucha Mungu sio ucha Mungu wa ndani ya Ramadhani peke yake, ni ucha Mungu endelevu, ucha Mungu ambao unaendelea mpaka baada ya Ramadhani. Iko wapi athari ya ile saumu ambayo uliofunga kwa ajili ya Allah? Hakika athari kubwa ambayo Allah alikusudia ni athari ya ucha Mungu. Ile saumu ikiondoka inakuachia imani. Sasa tunakutazama baada ya hiyo Ramadhani imeondoka, ni ipi imani umebaki nayo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala? Ibadallah, aqulu ma tasma'una, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wajha Allah subhanahu wa ta'ala, ahimidiwe na ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salamu zimwendee kiongozi wa umma Mtume Muhammad. Haya maneno ambayo tumeyazungumza ya Umar ibn al-Khattab, anazungumzia kuwa hawa ambao ni wacha Mungu watapewa bishara njema ni wale ambao walikuwa na msimamo kwenye utiifu, walimtii Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa. Waqala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na Ibn Abbas akawa anasema istaqamu ala adai faraidhihi, hao wacha Mungu waliopewa bishara hiyo ni wale ambao walikuwa na msimamo kwa kutekeleza yale ambayo Allah aliyafaradhisha, yale ambayo Allah aliwafaradhishia kuyatekeleza. Waqala Qatada rahimahullahu ta'ala, na Qatada akawa anasema, huyu ni katika matabi'in, katika watu ambao walisoma kwa maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, akawa anasema istaqamu ala ta'ati llah, hawa walikuwa ni wenye msimamo kwenye utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana al-Hasan rahimahullah idha talaha qala, na al-Hasan alikuwa akisoma hii aya anasema haya maneno, Allahumma fa anta rabbuna, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, hakika wewe ndiye Mola wetu, farzuquna al-istiqamata, turuzuku msimamo. Anamuomba Allah amruzuku msimamo. Hizi ni dua za waja wema ambao waliona faida ya haya mambo. Yastaqimu almuslimu ala ta'ati Allah ta'ala hatta yatiyahu almaut, yule ambaye ni Muislamu anakuwa ni mwenye msimamo kwenye taa yake Allah subhanahu wa ta'ala mpaka pale ambapo mauti utakapomfikia. Fa'amalu almu'mini la yanqadi hatta yatiyahu almaut, yatiyahu ajaluhu, matendo ya
ya muaminifu hayakatiki mpaka pale ambapo wakati wake wa kuondoka utakapofika. Huu ndiye muaminifu. Haya matendo ya watu ndani ya Ramadhani inaondoka, hauwaoni tena katika matendo mazuri. Haya sio matendo ya waaminifu. Waaminifu ni wale ambao watakaofanya matendo mema na matendo yao mema hayakatiki mpaka pale ambapo kifo kinawakuta. Hawa ndio waaminifu. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na umwabudu Mola wako mpaka pale ambapo kifo kitakapokujia. Yani Allah anatuamrisha tumwabudu yeye mpaka pale ambapo kifo kitatufikia. Waqala al-Hasan al-Basri rahimahullah, na amesema al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, inna Allah lam yaj'al li'amali al-mu'min ajalan duna al-maut, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hakujalia matendo ya muaminifu kuwa na kikomo, kuwa na mwisho, isipokuwa mwisho wa matendo ya muaminifu ni kifo. Yule ambaye anayemwamini Allah kisawasawa, ambaye ana imani ya kweli, mwisho wa matendo yake ni kufa. Sio matendo mema ndani ya Ramadhani tu, Ramadhani inaondoka, kwisha habari. Ule uko wapi ule ukarimu wako uliokuwa nao ndani ya Ramadhani? Uko wapi ule huruma wako uliokuwa nao ndani ya Ramadhani? Ziko wapi zile sala zako ambazo ulikuwa ukizisali ndani ya Ramadhani? Ziko wapi leo? Hivi ujiulizi maswali. Hivi una ahadi na Allah ya kuwa Ramadhani nyingine utaidiriki? Hivi una ahadi na Allah ya kwamba utakufa ndani ya Ramadhani? Umekaa bila ibada, unakufa kwenye hiyo hali, utamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Hakika matendo ya mja ambaye ni mcha Mungu hayakatiki isipokuwa kwa kifo chake. Matendo yake mema yanakatika anapokufa. Huu ni mja mcha Mungu aliyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Abdurrahman ibn Mahdi, anasema ya kuwa lau qila li Hammad ibn Salama, lau Hammad ibn Salama angeambiwa maneno haya, innaka tamutu ghadan, hakika wewe kesho unakufa, kesho unaondoka, ndio siku yako ya kufa. Ma qadara an yazida fil amali shay'a, hangeweza kuongeza chochote katika matendo yake. Bimaana Hammad ibn Salama alikuwa ni mja wa Allah ambaye alikuwa ni mcha Mungu, ambaye wakati wake wote alikuwa ni mtu ambaye yuko kwenye kheri. Hata kwenye shughuli zake za kidunia anakuwa yuko kwenye kheri, hayuko kwenye haramu, yuko kwenye halali. Anamkumbuka Allah kila muda, anamkumbuka Allah kwa kila nafasi. Alikuwa ni mja mcha Mungu. Sasa anasema Hammad ibn Salama, lau angepewa habari ya kuwa kesho ndio unakufa, hangezidisha kitu, kwa sababu tayari yupo kwenye hali nzuri ya ucha Mungu. Hana haja ya kuzidisha chochote, yupo kwenye hali nzuri. Lakini kuna mtu kutokana na maasi aliyokuwa nayo, wakimwambia hivi, unakufa kesho asubuhi, kesho asubuhi ndio unakufa, utamwona anaanza kutapatapa, bwana sijatoa sadaka bwana, alafu sijatoa zaka ya mali zangu, sijui sijafanya hiki. Yaani ataanza kutapatapa kwa sababu maisha yake sio ya wema. Lakini kuna wale wacha wema wanafanya matendo mazuri, wallahi mpaka Allah anajalia sakina kwenye nyoyo zao, wanakuwa na utulivu kwenye nyoyo zao kiasi ambacho mja anajihisi, mimi hata nikiondoka sasa hivi hamna shida, kwa ucha Mungu walipokuwa karibu na Allah. Lakini kuna mtu ambaye wewe jiulize, ukiondoka sasa hivi hali yako ipoje? Yani uhusiano baina yako wewe na Allah upoje? Wewe jiulize swali, uondoke sasa hivi utakuwa umeondoka kwenye hali gani? Kila mtu ni shahidi wa nafsi yake, kila mtu anajijua hapo. Kila mtu anajijua, mimi saa hizi nikifa hapa petafikia sio pazuri. Wewe mwenyewe unajijua, kwa sababu si unajua yenye uko hemo. Wewe mwenyewe unajijua yenye uko hemo. Kama uko mwizi unajijua, kama uko muongo unajijua, kama uko mzinzi unajijua, sijui kama uko mshirikina unajijua. Wewe mwenyewe unajua, ikitokea na dondoka sasa hivi naelekea kwa Allah, hali yangu ni nzito, niko pabaya. Sasa kwa nini unajiweka kwenye hatari? Wakati wako wa kuondoka haujui, alafu unajiweka kwenye hatari. Inabidi uishi maisha yako kwa kumwabudu Allah, uishi maisha yako kwa yale ambayo anayoyaridhia Allah na anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio al-Imam Dhahabi anazungumzia kuhusu Hammad ibn Salama, anasema kanat awqatuhu ma'muratan bit-ta'abbudi wal-adhkari, ilikuwa wakati, yani muda wa Hammad ibn Salama ulikuwa ni wakati ambao anauimarisha kwa kumwabudu Allah na kwa kufanya adhkar.
hata kama atakuwa kwenye shughuli zake, lakini yuko anamtaja Allah. Yuko kwenye shughuli zake anamkumbuka Allah, yupo kwenye shughuli zake haiwi sababu ya yeye kusahau ya kuwa ana wajibu wa kutekeleza ibada za Allah. Lakini sisi ni wangapi ambao shughuli zetu zinatushughulisha kiasi ambacho tunasahau wajibu wetu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ikumbukwe wasia huu ambao tumeutoa ya kuwa matendo mema ya mcha Mungu, ya mja mwema hayakatiki, hayaishi mpaka pale ambapo atakapokufa. Ametwambia Allah, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, na muabudu Mola wako mpaka pale ambapo kifo kitakapokujia mja wa Allah. Na nusalli wa nusallimu ala habibina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bi amri tanzil min rabbil alamin, حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونحن امتثالا لأمر الله وحبا برسول الله نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.